Tunaendelea na Mheshimiwa Baraka Ulimboka, Mheshimiwa Silvery Salvatori, Mheshimiwa Zuena ajiandae. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi hii kuchangia ofisi hii ya Waziri Mkuu. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetufikisha siku ya leo tukiwa wazima wenye afya njema, na leo tuko bungeni hapa. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii pia kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kupitia kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais na jemedari wetu, kwa jinsi ambavyo ameendelea kuisimamia serikali na malengo mazima ambayo tunaendelea kupanga bajeti hizi na fedha zinatolewa katika majimbo yetu. Nishukuru sana serikali na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia nimshukuru mwasilishaji wa bajeti hii ambaye ni Waziri Mkuu kwa jinsi ambavyo amefanya ziara ndani ya majimbo yetu na katika wilaya zetu mbalimbali. Ameendelea kusimamia kile ambacho aliahidi hapa kuwa anaenda kusimamia katika utekelezaji wa majukumu ya serikali, na kama mtendaji mkuu wa serikali ameendelea kufanya haya kwa kumaanisha na kuendelea na ziara ambazo tunaamini zinaleta tija ndani ya majimbo yetu. Nimuombe tu, kwa sababu ndani ya jimbo langu aliahidi kurudi tena, basi niombe, kwa sababu hakufanya mkutano, aliahidi kurudi tena, nimuombe pale atakapopata nafasi aweze kurudi ili akafanye mikutano kama alivyokuwa ameahidi alipokuwa ameshindwa kufanya mikutano. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maneno hayo nianze kuchangia pia kutoa pole kwa maeneo mbalimbali ambayo yamepata mafuriko kwa mvua ambayo ni neema ya Mungu ametupa, lakini pale ilipozidi tutoe pole sana. Kipekee sana nitoe pole kwa wananchi wa jimbo langu ambao kwa sehemu kubwa wameathirika na mafuriko hayo ya mvua zinazoendelea. Nitoe pole sana walioathirika baadhi ya kata za Katumba Songwe, Bujonde, Ngonga, Kajunjumele, Rusungu na baadhi ya maeneo ya Makwale ambayo yameathirika sana na mvua hizi zinazoendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa pole hizo, naomba kutoa mchango kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hotuba alivyowasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipongeze pia kwa jinsi ambavyo TARURA wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana na Profesa Shemdoe, waziri wetu wa TAMISEMI. Lakini baada ya mvua hizi, na maeneo mengi yameathirika na mvua hizi, hasa jimbo langu la Kyela, kwa sababu ni jimbo ambalo liko ukanda wa chini, TARURA nilikuwa naomba kipekee sana wapewe fedha za dharura ili kuweza kwenda kuirekebisha ile miundombinu ambayo imeharibika kwa sehemu kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia katika majimbo yetu na hasa katika jimbo la kwangu, kata za Nkokwa, kata za Katumba Songwe, kata za Rusungo, ambazo mpaka sasa hivi baadhi ya maeneo kama daraja la Ngana ushirika, ambako wanafunzi wamelazimika kuahirisha kusoma eneo moja na wamehamia shule nyingine kwa sababu ya kushindwa kuvuka. Nilikuwa naiomba ofisi ya Waziri Mkuu ichukue jambo hili na ipe udharura wa pekee ili tuweze kujenga lile daraja la Ngana ili wanafunzi wa ushirika waweze kwenda masomoni kama ambavyo walikuwa wanaendelea na masomo kama kawaida. Nafahamu kuwa kuna mpango mkubwa wa kupewa TARURA fedha ya dharura, lakini nilikuwa naomba serikali kuwa ichukue kipaumbele katika yale maeneo ambayo yana athari kubwa kwa wananchi ili kuweza kurudisha ile furaha ya wananchi wa maeneo husika, hasa katika majimbo ambayo yameathirika na mvua hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha kila wakati, jimbo letu la Kyela linakuwa linaathirika kwa ukanda wa kusini. Lakini kuna mradi mmoja ambao naamini kama serikali itauwekea kipaumbele na kuanza kuutekeleza, naamini kabisa itakuwa tunaondoa kero kwa wananchi wa jimbo la Kyela. Mradi huo ni wa Songwe Basin ambao uko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Nilikuwa naomba sana ule mradi wa Songwe Basin ambao una component nyingi ndani yake,
ambao ukizungumza leo utakuwa mkombozi kwa sehemu kubwa. Nafahamu serikali ipo katika hatua za kumtafuta mkandarasi au tunamuita transaction advisory, lakini nilikuwa naomba kuwa katika ile PPP tuangalie zile component ambazo zinaweza zikawa zinakubalika kwa watu ambao wanataka kuwekeza kwenye PPP, ili tuende haraka ule mradi uanze kufanya kazi, kwa sababu unahusisha ukanda wa kwetu na nchi jirani ya Malawi. Lakini mradi ule tukiusimamia vizuri, naamini kabisa itakuwa ni suluhisho la mafuriko ya kata zote ambazo ziko ukanda wa Katumba Songwe na mpaka wakati ya Malawi na Tanzania. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huo upewe kipaumbele, kwa sababu sasa hivi walikuwa wanaendelea na mchakato huo. Nilikuwa naomba ongezewe nguvu, kwa sababu mradi huo utakuwa ni ukombozi kwa wilaya ya Kyela na wilaya zingine 4 ambazo zitakuwa zimepitiwa na mradi huo. Nilikuwa niombe serikali kupitia kwa Waziri Mkuu, na alivyofika Kyela tulimwambia na tulimshauri kuwa mradi huo upewe kipaumbele katika miradi ambayo serikali itatoa kipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu muda wetu unakimbia, naomba nizungumzie upande wa zao letu la kokoa. Zao letu la kokoa tunaendeshwa kwa mfumo wa stakabadhi za ghala, lakini kupitia stakabadhi za ghala bei imeendelea kushuka kwa jinsi ambavyo huko nje ambavyo wanaendelea kupigana. Nilikuwa niombe serikali kuwa angalau waone uwezekano kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais katika hotuba yake na katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu, kwa atatujengea kiwanda cha kuongeza thamani zao la kokoa. Zao la kokoa lilifika zaidi ya shilingi 32,000 kwa kilo moja. Sasa hivi ninavyozungumzia, mnada wa jana ulikuwa shilingi 7,020. Hivyo wananchi wa Kyela wamekuwa wakiathirika sana kwa kushuka kwa bei hili ya zao hili. Nilikuwa niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, waone uharaka wa kujenga kiwanda ndani ya jimbo la Kyela, ili zile tani 9,000 mpaka 10,000 tunazozalisha za zao la kokoa ziongezewe thamani, na naamini kuwa kuongezewa thamani kule kutafanya kuwa wakati pale bei ambazo zinakuwa zinashuka katika soko la dunia, zao lile liweze kuendelea kupatikana na kuhudumiwa na kuwasaidia wananchi wa Kyela kuendelea kupata bei nzuri ya zao lile, kwa sababu uchumi na biashara kubwa Kyela, sisi zao la kokoa ndio dhahabu yetu na ndio uchumi wetu. Na pia baadhi ya maeneo sasa hivi Tanzania yameanza kulima zao hile kwa sababu limekuwa likiingizia pesa za kigeni nyingi, hasa kwa wakati ule ambapo bei inakuwa juu. Nilikuwa niombe tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili jambo lipewe kipaumbele kikubwa, ili angalau kuweza kuanza kufanya ujenzi, na maeneo yapo tayari ambayo ni ya uwekezaji kwa ajili ya uwekezaji wa kiwanda cha zao la kokoa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Baraka Ulimboka.